ya Israeli pamoja na mke wake Naomi, kwa sababu kulikuwa na njaa iliyovamia nchi ile, na wakaamua kutoka katika nchi ya Israeli, mahali ambapo Mungu alisema mtaishi hapa, mahali ambapo Mungu alikuwa amewapa kama urithi wao, mahali pa kuishi. Kwa hivyo alipotoka katika nchi hiyo, ilikuwa ni makosa makubwa aliyofanya, na aliondoka pale akiwa na mali, akiwa na watu, akiwa loaded. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu alitoka kwa nafasi yake, aliondoka na kwenda katika nchi ya Moabi. Alikaa huko, Biblia inasema miaka 10. Lakini alipotoka kwa nafasi yake, ndipo matatizo yakaanza kuingia. Kuna mtu aitwaye Mkristo, mtu aitwaye mwana wa Mungu, kuna mipaka ambayo Mungu alimjengea. Kuna vitu asivyoweza ambavyo hapazi kuviruka. Hapazi kuruka mipaka yake kama Mkristo. Na wakati unathubutu kuruka mipaka hiyo, unajiletea shida. Umetoka katika ulinzi wa Mungu. Mungu aliwaweka pale akijua atawalinda pale, akijua atawashughulikia kwa kila jambo. Lakini aliamua kutoka kwa sababu ya changamoto. Na kila mara ni changamoto ambazo zinawatoa watu kwa nafasi zao. Mtu hatoki kwa nafasi yake bila kuwa na tatizo. Mungu anakusudia tatizo hilo upambane nalo kama Mkristo, kwa sababu Wakristo huwa wanapambana. Mjumbe ametuambia ya kwamba katika Ukristo, Christian is not a picnic. Bwana Yesu apewe sifa. Kwamba sio mchezo, sio uwanja wa kucheza mchezo, lakini Ukristo ni vita. Kwa hivyo kila tatizo linalosogea, linalokuja kwa maisha, Mungu anakutarajia uchukue upanga kama Mkristo, ung'ang'ane, upigane. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini huyu alitaka njia rahisi. Walitoka kwa nafasi yao wakikimbilia mahali pengine kwa sababu wanataka njia rahisi. Na kwa Mkristo hatui na njia rahisi, hatuchukui njia ya mkato. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu njia ya mkato kila mara ni njia mbaya. Njia ya mkato kila mara ni njia iliyo mbaya. Chukua njia ambayo umepewa. Hiyo ndio njia ambayo ina suluhisho lako. Kwa hivyo aliondoka kwa nchi hii, wakaenda kule Moabi na watoto wake 2. Na mjumbe anatoa